Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtukufu wa daraja kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii leo ni Ramadhani ya 26 katika mwaka huu wa 2026. Pia miongoni mwa vitu nadra ama adimu kuona kwamba tunahudhuriwa na watu wengi ambao kutoka sehemu mbalimbali katika vikao hivi ambavyo anaswaliwa Mtume Muhammad na anatajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pembeni yangu hii leo walillahi alhamdu niko na mzee wangu si mgeni katika macho yako, mzee Mangungu, na atatuambia 1 2 3 kuhusiana mengi ambayo huwa anajifunza kutokana na darasa hili. Asalamu alaykum. Wa salam. Mzee wangu, kwanza nikupongeze kwa sababu vijana sisi kama sisi tumekuwa ni nadra sana kuonekana katika vikao hivi kutokana na shughuli nyingi, lakini wewe umeamua kutoa muda wako kwa ajili ya kuja kukaa darasani na kusikiliza na kupata elimu. Nikupongeze kwanza katika hilo. Nashukuru, alhamdulillah. Je, kwa upande wako wewe umejifunza kitu gani katika kukaa katika vikao kama hivi vya kheri ambavyo anatajwa Mwenyezi Mungu na anaswaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwanza tushukuru kwa maana ya kwamba inapotokea fursa ya namna hii ni muhimu sana kwa kila mmoja kuweza kupata fursa aidha ya kushiriki moja kwa moja kuhudhuria darsa au kupitia vyombo vya kimawasiliano kama mnavyofanya ninyi. Niwapongeze kwa kazi nzuri na kubwa mnayoifanya, kwa sababu hili mnalolifanya leo litaendelea kuwa ni historia. Shida kubwa tulionayo hivi sasa ni kweli tumejiweka sana katika hali ya kukimbizana na mambo na majukumu nje ya kuhudhuria darsa kama ilivyokuwa katika enzi hizo za zamani ambapo wazee wetu walikuwa wakiishi. Kwa hiyo na mimi natumia nafasi hii kwamba pale ambapo panakuwa na darsa na shiriki aidha kujifunza yale ambayo sikupata fursa ya kujifunza, lakini pia kukumbushwa yale ambayo nilishajifunza huko awali, kwa sababu jambo kubwa na la msingi sana katika elimu hakuna mwisho. Leo unaweza ukajifunza moja, kesho ukaja ukajifunza na jingine, na hii inatuongezea sana maarifa. Kwa hiyo mimi nashukuru nimeweza kupata fursa leo kuhudhuria darasa hii, kama ambavyo ninapata fursa kuhudhuria darasa zingine katika maeneo mengine mbalimbali. Kwa hiyo huwa natenga muda pale ambapo ninakuwa na wasa na jitahidi kushiriki kuweza kupata elimu na pia kutoa mchango wetu wa kimaarifa na kielimu kwa wenzetu ambao Mungu hakuwajalia kupata kwa wakati uliopita. Naam, mzee wangu ni miongoni mwa watu ambao wamebahatika kukaa katika darasa la Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid bin Al-Had. Bila kupoteza muda, ni nini wito wako kwa vijana ambao hasa huwa tunapotea katika vikao kama hivi, hatuonekani kwa wingi katika vikao kama hivi? Nini wito wako hasa kwa vijana wenzangu kama mimi ambao huwa tuonekane katika vikao hivi? Muhimu sana ili uweze kuitumikia dini yako ipasavyo, la kwanza muhimu na kubwa zaidi kuliko yote ni kuielewa hiyo dini yenyewe, ili usiwe mtumwa, kwa sababu mwingine anaweza kaona kwamba kuitumikia dini ni ngumu kwa sababu hana uelewa nayo, lakini kama ukishiriki darsa ndio unaweza kuelewa hasa nini maana ya mimi kuwa Muislamu, nini ambacho kina wajibu na wewe na nini ambacho si wajibu kwako, nini ambalo limeelekezwa kwa mujibu wa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa mujibu wa Qur'ani yenyewe. Sasa hivyo ni vitu ambavyo huwezi kuvipata ukajifunza wewe mwenyewe, lazima upate mtu ambaye anafahamu ujifunze. Na kama kweli una nia ya dhati kuzingatia Uislamu, lazima ujifunze. Uislamu haujakubali ujinga. Uislamu ni fundisho, hata asili ya hiyo dini yenyewe ilivyokuwa inateremka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilazimishwa kusoma, na aya ya kwanza kabisa imesema soma. Kwa hiyo lazima usome, na kusoma kuko kwa njia nyingi. Nenda kwenye darasa, pitia kwenye vitabu, shiriki kwa watu ambao wanafahamu, jifunze kwa wanaofanya wengine wanaojua na wengine ambayo yanahusu wema katika maisha ya mwanadamu. Naam, basi nisikuchoke sana mzee wangu, nikushukuru sana kwa time yako. Natumaini tutakuwa pamoja hasa katika darasa zingine zinazofuata inshallah. Shukrani sana. Naam, huyu alikuwa ni mzee wangu, mzee Mangungu, na tunapigia mstari hapo kwamba dini haikubali ujinga. Jitambue, badilika, acha mazoea. Tunaendelea, niko na mzee wangu hapa
na yeye atatupa mawili matatu kuhusiana na darasa hili ambalo huwa linaendeshwa hapa katika Masjid Kichangani chini ya Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid bin Al-Hadi. Yeye atatueleza kwa ufupi majina na kila kitu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh, kwa majina kwa faida ya watazamaji ili wapate kukufahamu. Kwa jina najulikana Nuru Saidi Kano. Sheikh Nur Said Rabeka. Bila shaka. Naam, Sheikh Nur, wewe ni bila shaka huwa unahudhuria kila siku, kila leo darasa hizi, si mgeni katika darasa hizi. Je, pengine watu huwa wanakosa faida gani nyingi ambazo huwa wanatakiwa kuzipata kwa kukosekana katika vikao kama hivi? Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea Qur'ani na lingine kutuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kweli katika siku hizi zote mpaka leo imefikia mwezi 26, darasa tumelisikia, na kama tumelisikia, mimi nawahusia waliokuwa Waislamu waumini na wale waliokuwa Waislamu ambao sio waumini wabadilike, tuishi kama tulivyoishi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu tumesikiliza darasa katika siku hizo zote za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa inatakiwa tujifunze, kujifunza kwenyewe, tusirudi tena kule kwenye maisha ambayo tunataka tulozoea kuyaishi, tubadilike ili tumtekeleze yale anayotaka Mwenyezi Mungu. Hili ndio linavyotakiwa, lakini kama hatukuipa haki zake hilo darasa, maana darasa inatakiwa kuipe haki zake, na haki zake kufuatilizia darasa linavyotaka. Kwa mfano unaweza kuambiwa uachane na hichi, utende hichi, tufanye hichi, tufate hichi tukiache. Ndivyo darasa kuipa haki zake. Lakini kama tutakuwa tunakaa miezi yote, kishaisha mwezi wa mtukufu wa Ramadhani tunaendelea na mambo yetu, ina maana ni sawa hatujaipa haki yake darasa, hatujalipa haki zake, inakuwa tunalikosea darasa. Tunalikosea darasa. La msingi kweli tubadilike kwa kweli kabisa, tuishi kufuata mujibu wa Mwenyezi Mungu anavyotaka kupitia Qur'an na kupitia maalimu wake hao. Kwa mfano Sheikh mkuu wa mkoa miaka yote anadarasisha, na mimi nipo hapa karibuni katoka mwaka 2014. Mashaallah. Na mimi nimefaidika sana na hili darasa, ila watu wanakaa baada ya kusikiliza, wengine wanaendelea na mazungumzo tu ya kawaida, kumbe sio sahihi. Unapokuwa ndani ya darasa, sikiliza na ulifanyie kazi darasa, tupate yale mazingatio ambayo hasa yanayozingatio yanayotakiwa hasa. Muislamu anatakiwa aishi vipi katika mwezi huu, na sio mwezi huu kwa kuwa umepita basi tuendelee kuishi hivyo. Kwa kweli kwa baada ya hayo sina mengi zaidi. Mzee wangu hapa anasema kubwa zaidi, manufaa tunayopata kutokana na darasa hizi basi yawe ni mazingatio makubwa sana na mwenendo wa maisha yetu ya kila siku na baada ya Ramadhani pia. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tunaendelea kufuata 1, 2 na 3 kuhusiana na vikao hivi vya kheri ambavyo kwa muda mrefu sasa tunaendelea hapa katika Masjid Kichangani hapa mjini Dar es Salaam. Bila kupoteza wakati niko na mzee wangu hapa. Bila shaka sio mgeni katika macho yako, hasa katika macho yangu pia mimi si mgeni. Mzee wangu, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Hali. Namshukuru. Mzee wangu nikupongeze pia kuwa miongoni mwa watu ambao wamefanya kuhudhuria katika vikao hivi vya kheri. Miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi kuwa wanavipa mkono hasa katika jamii tuliyo sasa, lakini wewe umeweza kutenga muda wako na kukaa sana kusikiliza. Je, ni kipi hasa kilichokusukuma kutenga muda na kuelekea masuala kama haya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi Waislamu kwamba ameushusha, ameuleta mwezi wa Ramadhani, na mwezi huu wa Ramadhani, kushuka kwake mwezi wa Ramadhani pia ni siku. Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, sawa, katika usiku wa kesho. Kwa hiyo ina maana Ramadhani na Qur'ani ni kama pacha vile kuja pamoja. Kwa hiyo tunamshaba. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye darasa na tunapokuwa kwenye saumu ndio tunatakiwa zaidi, lakini pia ukiwa peke yako kufunga Ramadhani basi soma Qur'ani. Kwa hiyo katika hili tunashinda kwa Ramadhani ambayo pengine wako Ramadhani muda mwingi na wanashindwa kutokana na shughuli za na pale wanashindwa. Mimi nafikiri wapange ratiba, kwa sababu ukipanga ratiba kila kitu kitakwenda sawa sawa. Na waonya, nawaambia ala na mwiko wakatopakuwa kitaraji huko jungu atatoka. Kwa hiyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, huyu alikuwa ni mzee wangu, mzee Mungu mchungu. Nafikiri umemsikia hapo. Jitambue, badilika, acha mazoea.
na bila kupoteza wakati niko na mwalimu wangu pia na yeye atatupa kalima moja mbili. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, kwa jina kwa faida ya watazamaji bado kufahamu. Kwa jina naitwa Swebe Satana Montana Nunda, wenyewe wananiita rais wa wanaume Tanzania, mmoja wa waumini wa msikiti wa Kichangani, lakini mmoja wa wanafunzi wa shekhe katika darasa la kila mwezi wa Ramadhani. Mmoja wa wanafunzi wa shekhe katika kila darasa la mwezi. Mashallah. Pengine wewe huwa unajifunza nini kutokana na kwa mara nyingi shekhe amejawa na kila jambo. Moja ya vitu ambavyo huwa anajifunza ili nielewe darasa lake, vile visa huaga anavitoa kazi ya darasa, vinakuaga vinatupeleka mbali sana. Qur'an kama Qur'ani unapotafsiriwa aya kwa aya, kuna wakati unaweza ukaghafilika, lakini unaikuja kukumbuka kwa sababu ya vile visa ambavyo anakazia na yale matukio ambayo anakazia. Aya moja sisi tunasoma takriban dakika 20 mpaka 15, 20 mpaka 25 kwa aya moja. Kuna wakati shekhe anaendelea kutambaa huko kueleza jambo ili ushibe, ili nikae, ili uweze kuelewa kwa kina. Kwa hiyo ni namna ambavyo ya ufundishaji wa darasa lake na namna ambavyo yeye Mungu amemruzuku. Leo ni Ramadhani 27, takriban siku chache kuaga mwezi kama ambavyo tunaangalia maadili. Neno moja kwa umma wa Kiislamu ambao wanatazama kuhusiana na Ramadhani kuondoka katika mwaka huu, Ramadhani ni siku chache, na mimi kama nasema kwa Kiislamu wanasema walimu, wanasema wajuzi wa mambo, Ramadhani ipo, haiondoki. Ramadhani ipo. Hapa tunakwenda break ndogo ya miezi 11, lakini wa 12 tunarudi tena kwenye Ramadhani. Swali la kujiuliza, mimi na wewe tutakuwepo kwenye Ramadhani ya 2027 ya 1447 tutakuwepo? Hilo ndio swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Ramadhani haiondoki, yenyewe inakwenda break, mzunguko ukifika inarudi tena pale pale. Sasa ni namna ambavyo tunaweza kukupanga kwa kufanya maghfira, kwa kuomba Mungu, kwa kutafuta njia mbalimbali na kuomba Mungu atupe uzima na afya ili tuidiriki kuiona Ramadhani mwakani. Yenyewe ipo, mimi na wewe. Na mwaka huu kwa mimi binafsi na wafahamu tunadondoka wengi sana. Baada ya kipindi kifupi cha mwezi wa Ramadhani umenishtua. Sasa baada ya kufikiri Mungu atatuweka mpaka mwakani, itakuwa kheri kama atatuweka. Kama hajatuweka basi tuombeane dua tufikie Firdaus. Basi mimi nafikiri hilo swali pia tumwachie mpenzi mtazamaji. Je, tutakuwepo mpaka Ramadhani ijayo? Nashukuru sababu wa muda wako na kwa la pili, inshallah Mungu atuwezeshe tukutane tena Ramadhani ijayo. Tuandalie maandalizi mema ya Eid al-Fitr. Shukrani sana. Shukrani sana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Siku wako kutoka sehemu mbalimbali kufuata hizi darasa, kufuata kutoka kwa Kwanza kwa jina naitwa Hassan Suba, nimetokea Tanga, mkoa wa Tanga. Mashallah, kwa kuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na huu ni mwezi wa kuchuma, ni msimu kwetu sisi Waislamu. Kila mmoja anatakiwa ajitahidi kadri ya uwezo wake katika machumo, na moja katika machumo ni kuhudhuria vikao kama hivi, vikao ambavyo ndani yake kunapatikana darasa za tafsiri ya Qur'an, tafsiri za hadithi na visa mbalimbali vya maswahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni mambo ambayo inatakiwa tuyakapie. Huu ni msimu wa kuchuma kwetu sisi. Kwa mimi nimekuja kuchuma katika darasa hizi kwa ajili ya kupata mavuno. Nimetoka Tanga mpaka Dar es Salaam, naweza kuhudhuria darasa za shekhe kwa ajili ya kuchuma, na imani kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mwezi wa Ramadhani machumo yatakuwa ni makubwa zaidi na zaidi na zaidi biidhnillah. Unawaambia nini kwa kweli usia ndugu zangu, pamoja na kuhusia nafsi yangu, inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, alhamdulillah, katika mikoa mingi Tanzania kunakuwa na darasa mbalimbali za mashehe mbalimbali, misikiti mingi inakuwa inafanyika. Kwa hiyo hata kama mtu hakuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pale pale alipo katika mkoa wake atafute vikao kama hivi
darasa Jalaleni zinaendelea, mashehe mbalimbali wanajitahidi kutoa darasa. Misikiti mingi utakuta baada ya swalati dhuhuri kuna darasa, baada ya asili kuna darasa, kabla ya isha, baada ya isha. Kwa hiyo inshallah usia wangu ni kwamba kila mmoja ajitahidi kujipinda kuhudhuria katika vikao kama hivi, na yale ambayo tunayapata tujitahidi kuwafikishia na wenzetu inshallah, na kuyafanyia kazi kivitendo sisi wenyewe. Jazakallah khair wa barakallahu fik inshallah. Ndugu yangu ni nani? Mashaallah. Basi inshallah Bibi Hassan Suba kutoka Tanga. Karibu sana Tanga, na inshallah taala biidhnillah tuko katika harakati pia za dawa. Haya ambayo tunayapata basi tuyafikishe kwa wengine inshallah taala. Sisi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma bora kuliko ummati zote. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kazi ya dawa, kuamrisha mema, kukatazana mabaya, kukumbushana kuhusu Uislamu. Ni jukumu la kila Muislamu. Mashaallah, watazamaji, alhamdulillah rabbil alamin, kubwa kabisa ninawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu kwamba tujitahidi maisha yetu kuyaleta katika dini, maisha yetu yawe maisha ya dini aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, tuyafuate yote bila kuchagua. Aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala tuachane na yote bila kuchagua, na tukubali kujisalimisha kumfuata kivitendo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukiishi katika dini tutafanikiwa hapa duniani kwenye makaburi yetu na milele kesho akhera. Tukiishi kinyume na dini, nje ya dini, tutapata hasara duniani, kaburini na kesho akhera. Ramadhani inaondoka, lakini sisi bado tupo. Billahi, ucha Mungu wetu, ibada zetu tuendelee nazo. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe na atukubalie saumu zetu, atukubalie amali zetu za kheri, na atudumishe katika kheri mpaka siku ya kiyama. Allahumma amin ya rabbil alamin. Jazakallah khair. Naam, kwa Sheikh kule jijini Tanga. Naam, mtazamaji, unalipi la kutuambia? Basi tuachie maneno kwa comment. Jina Ismail Rashid Sauti ya Bahari. Subscribe, like, tuachie maneno kwa comment. Asante.